Leo ningependa nishiriki na wewe kuhusu hatari ya kukuwa na kiongozi mzee ambaye ako na wivu. The danger of having an old prophet who is envious. Our reading today natoka katika kitabu cha 1 Kings chapter 13 from verse 1 to verse 29. 1 Kings chapter number 13 from verse 1 to verse 29. Now the Old Testament kulikuwanga na prophet ambaye ndiye alikuwanga mouthpiece ya Mungu. Lakini wakati umekuja New Testament, Mungu akaona apanue kazi. Tunaona katika raise more servants katika kitabu cha Ephesians chapter 4 kuanzia mstari wa 11 hadi 13, anasema aliinua wengine apostles, wengine manabii, wengine walimu, wengine wahubiri, wengine ambao wanafanya miujiza, administrators, so that kazi ya Mungu ikuwe rahisi. Kwa sababu kitambo watu walikuwa wachache, lakini wakati huduma ilianza kupanuka in the New Testament, wakati unadili na watu billions across the globe, huwezi kukua sasa na mtumishi mmoja. It is not possible to reach out to the whole world. Sasa akainua in every country, in his wisdom akainua watumishi. Sasa in the New Testament, wakati hao watumishi, anaweza kuwa apostle, anaweza kuwa prophet, anaweza kuwa pastor, shamazi, wewe calling yako ni gani? Lakini ukishakuwa mzee na uko na wivu, unakuwa hatari kwa watumishi wengine na hata kwa kanisa. 1 Kings chapter 13 and verse 1 to verse 29. Unaweza kutusomea? Kitabu cha Wafalme wa kwanza, mlango ni wa 13 kuanzia mstari wa kwanza hadi 29. Andiko linasema, siku moja Yeroboamu alikuwa amesimama kando ya madhabahu ili afukize ubani. Basi mtu wa Mungu kutoka Yuda akawasili hapo Betheli na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtu huyo akailaani ile madhabahu akisema, madhabahu, Mwenyezi Mungu asema hivi, atazaliwa mtoto katika ukoo wa Daudi, jina lake Yosia. Huyo atawatua makuhani wanaohudumu mahali pa ibada na kufukiza ubani juu yako na kuwatapikia juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Mtu huyu atatoa ishara siku ile ile akisema, hii ndio ishara aliyotamka Mwenyezi Mungu. Madhabahu itabomoka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Mfalme Yeroboamu aliposikia maneno hayo ya mtu wa Mungu dhidi ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono akasema, mkamateni huyo. Na mara huo mkono wake aliunyosha ukakauka, asiweze tena kukunja. Madhabahu na ikabomoka na majivu yake yakamwagika chini, kama ishara ile aliyoitoa huyo mtu wa Mungu na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Basi mfalme Yeroboamu akamwambia nabii, tafadhali umsihi Mwenyezi Mungu wako uniombee mkono wangu upate kupona. Naye nabii akamwomba Mwenyezi Mungu, na mkono wa mfalme ukapona
ukarudia hali yake ya hapo awali. Ndipo mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu kula chakula, nami nikupe zawadi. Lakini mtu wa Mungu akamwambia, hata kama ukinipa nusu ya milki yako, sitakwenda pamoja nawe. Sitakula wala kunywa maji mahala hapa, kwani Mwenyezi Mungu aliniamuru nisile chakula au kunywa maji, wala nisirudi kwa njia ile ile niliyofuata kuja hapa. Basi mtu huyo akaenda zake, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Wakati huo palikuwa na nabii mmoja mzee huko Betheli. Wanawe wakamwendea, wakamweleza mambo yote aliyotenda yule mtu wa Mungu siku hiyo huko Betheli. Wakamwambia pia yale maneno ya mtu aliyemwambia mfalme Yeroboamu. Baba yao akawauliza, amefuata njia ipi? Nao wakamwonyesha njia aliyoifuata huyo mtu wa Mungu kutoka Yuda. Naye akaambia watoto wake, nitandikieni huyu punda. Nao wakamtandikia punda, na mzee akapanda juu yake. Akamfuata yule mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mti wa mwaloni. Basi akamuuliza, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu kutoka Yuda? Naye akamjibu, na mimi ndiye. Huyo mzee akamwambia, karibu nyumbani kwangu ukale chakula. Lakini yeye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe wala kuingia nyumbani kwako. Siwezi kula chakula au kunywa maji mahali hapa, maana Mwenyezi Mungu aliniamuru nisile chakula au kunywa maji mahali hapa, wala nisirudi kwa njia niliyoijia. Huyo mzee wa Betheli akamwambia, mimi pia ni nabii kama wewe, na Mwenyezi Mungu amenena nami kwa njia ya malaika akisema, burudishe nyumbani kwako, ale chakula na kunywa maji. Lakini huyo nabii mzee alikuwa anamdanganya tu. Basi mtu wa Mungu akarudi pamoja naye, akala chakula na kunywa maji kwa huyo mzee. Walipokuwa mezani, neno la Mwenyezi Mungu likamjia huyo nabii mzee, naye akamwambia kwa sauti huyo mtu wa Mungu kutoka Yuda, Mwenyezi Mungu asema hivi, wewe umeacha kutii ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Wewe hukufuata amri aliyokupa Mwenyezi Mungu, Mungu wako. Badala yake umerudi hapa ukala chakula na kunywa maji mahali hapa ambapo uliambiwa usile chakula wala kunywa maji. Basi mwili wako hautazikwa kwenye kaburi la babu zako. Walipomaliza kula, huyo nabii mzee akamtandikia punda huyo mtu wa Mungu, naye akaondoka. Alipokuwa anaenda zake, simba akakutana naye njiani, akamuua. Mwili wake ukawa umetupwa hapo barabarani. Punda wake na huyo simba wakawa wamesimama kando yake. Watu waliopitia hapo na kuiona maiti barabarani na simba amesimama karibu naye, wakaenda mpaka mjini alimokuwa anakaa yule nabii, wakawaambia watu. Nabii yule ambaye alikuwa amemkaribisha nyumbani kwake, aliposikia habari hiyo akasema, huyu ni yule mtu wa Mungu aliyekataa kutii neno la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amemtuma simba akamshambulia na kumuua kama alivyokuwa amemwambia. Hapo akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Nao wakamtandikia. Mzee akaenda akaikuta maiti ya mtu wa Mungu barabarani, simba na punda wake kando yake. Huyo simba hakuila maiti wala kushambulia punda. Basi huyo nabii mzee akaitwa maiti ya mtu wa Mungu, akaiweka juu ya punda wake, akarudisha mjini Betheli kuomboleza kifo chake na kumzika. Amen. So wapendwa, all the prophets, manabii wazee, ni watumishi ambao walikuwa wanatembea katika upako wa Mungu, lakini sasa upako ikakauka kwa sababu ya their actions of omission and commission. Kuna jinsi unaweza tembea na Mungu ukazoea Mungu. Hiyo ndio Mungu hapendi kumzoea. Bosi hapendi umzoee.
principal ama headmaster ama mwalimu wako atakangi umzoe. Mnaweza kuwa friendly lakini hapendi umzoe. Hakuna mume anataka bibi amzoe. Ukimzoea unaanza kumfanya mizaa. Hapendi. Mother-in-law hapendangi wamzoe. Sasa kuna watumishi walikuwa na Mungu, wakatembea na Mungu, wakaona ukuu wa Mungu. Lakini sasa wakafika pahali wakamzoea. Sasa upako nao ikaenda. Kama huyu nabii mzee, the old servant, the old prophet. Tunaona Mungu akamwacha. Wakati anataka kuambia Jeroboam kitu mfalme, anaenda huko Juda, about 20-30 kilometers away. Anaenda kutuma nabii mwingine anamtuma Bethel, na hapo kuna nabii mzee. Wakati Mungu unamzoea yeye anakuacha tu, asumbuanani na wewe. Kwa hivyo usifike pahali ukazoea Mungu, atakuacha tu. Uwepo wake itaenda tu. Alafu ikienda utaendelea tu na udini wako na ukawaida, lakini alikuacha. So wakati hawa watumishi wazee wameachwa, wakati hawa manabii wamewachwa, they like putting up appearances kwamba bado wako na Mungu. Lakini Mungu alifanya nini? Aliwaacha. So wanaanza kuwa kimwili. Utapata wanaportray some 5-6 characteristics ambazo ningependa nishiriki na wewe. They are usually envious. Wanakuwa watu wawivu. They become assuming. Wana assume vitu. Ati nikiomba lazima Mungu atajibu. Nikiitisha lazima afanye. Nikitaka hivi, hata unaweza itisha crusade, Mungu hajakwambia, hujamuuliza, lakini unatarajia Mungu akuje kuponya watu. Assuming things. They have itchy ears. Masikio ambayo kwa itchy, kusikia story, kusikia udaku. Nilisikia watu wakisema hivi, nilisikia ashas wakisema hivi, nilisikia sijui watu mama fulani, ule mama director alikuwa anasema hivi. They are itchy to listen to that. They are hostile. They are liars. They are pretenders due to entitlement. Shiriki na wetu kwa ufupi, one of them, each one of them. Manabii wazee, mapasta wazee, mabishops wazee, evangelists wazee. Wazee not in the sense that wana umri mkubwa. Umri inaweza kuwa, lakini that is not the reason. Hii uzee inakuja kwa sababu mmekaa na Mungu for long, umefika pahali umemzoea. Kwa sababu hata huyu nabii mzee, kulingana na context ya hii story, hata kama alikuwa mzee hakuwa ameisha. Ati sasa hata macho haioni kama Ela, macho haioni, ati hana nguvu. Kwa sababu alienda peke yake na akainua ile mwili kwa ule nabii yangu wakati alimdanganya na akauawa na simu. Maiti ni nzito sana. Kama huyu jamaa anaweza enda ainyanyue peke yake na weke juu ya punda, inamaanisha alikuwa bado ako na nguvu. Lakini Mungu hapo anamtumia. So hii uzee ambayo inazungumziwa hapa ni uzee wa kiroho. Umetembea na Mungu for a long time. Umefika pahali umemzoea. Jizi unaweza zoea anko yako mpaka akakufukuza ama akakataa kulipa school fees. Jizi unaweza zoea baba yako akakutupa nje. Jizi unaweza zoea mume wako mpaka akaamua sasa apotelee nje. Kuzoea. Watu wanazoea Mungu mpaka anatoka kwa maisha yako. Presence yake inaenda. Sasa asikizi maombi yako, upako wake inakauka katika maisha yako. One. The old prophet was envious. Alikuwa na wivu. Kwa
kwa sababu Mungu alikuwa ametuma nabii mwingine his area. Yeye alikuwa anajulikana kama yeye ni nabii wa Bethel. Hapo ndio kwake, nabii wa msalaba. Alafu Mungu anatuma nabii mwingine yangu kukuja kutoa ujumbe, na wewe uko hapo tu. Ndio Mungu wakati umeleta show Yesu Bwana, na yeye anawachana na anaenda kutafuta mwingine. So jamaa alikuwa na wivu. Jitu unaweza kuwa na wivu, mbona hawajanitumia? Unaweza kuwa na wivu. Ati mume wako anakaa Mombasa, badala ya kukutumia pesa anatumia nyakuti yako. Ati ndiye akupe. Ama anatumia sister yako ndiye akupe. Kama wewe ni mwanafunzi, unajua wewe ndio unajua kuipa sana. Alafu mwalimu patron wa CU ama headmaster anachagua mwingine kwa hiyo class. Akisema yeye ndiye polisi, na wewe unaonanga wewe ndiye polisi. Unasikia vipi? Unasikia kiwa. So huyu alisikia vipi? Ati yeye ndio nabii wa Bethel, anajulikana Samaria yote kama yeye ndio nabii. Alafu Mungu anatuma mwingine kukuja kuchukua glory. Alafu hata Mungu amwambia, anasikilia kwa watoto wake ati kulikuwa na nabii mwingine amekuja na amefanya hapa maneno. Hata wakati mfalme alitaka kumshika akanyosha mkono ati arrest, na mkono wake ikakauka ikakuwa kuni. Tena akamlilia. Wivu. Wanakuwa na wivu sana. Evangelist wazee wanakuwa na wivu. Sisi ndio tunafanyaka tu injilisti, alafu hata watutambii kanisani. Alafu wanakuja wanainua mwingine akwe chairman wetu. Ashas. Wanakuwa na wivu. Sisi ndio tunapakuzanga makabao. Alafu wananunulia tu worship team soda. Inaitwa wivu. Mimi ndio nafanyanga kazi kwa hii boma, mimi nafanyanga kazi. Alafu wakanunulia fulani viatu wakaniwaje. Mama akanunulia fulani nguo, mimi ananunulia tu kalamu. Inaitwa wivu. So all prophets wako na wivu. Ukitaka kujua uko all, angalia kama uko na, unasikianga vibaya watu wengine wakiinuliwa na wewe unabaki. Watu wengine wakibarikiwa na wewe unabaki. Watu wengine wakipewa gift na wewe unabaki. Kama unasikianga wivu na umeokoka, inamaanisha wewe you are an old servant, an old prophet. Bwana Yesu asifiwe. Karibu na mtu muulize, unakuwa na kawivu? Na wewe ni mtumishi. Kama unakuwa na kawivu, basi inamaanisha wewe ni mzee. Mzee ndio umekaa in the presence of God for long, una entitlement. Unaona vitu vizuri inadhani ni kweli vyako. Unajua Mungu ana timing yake. Ana timing yake. Unaweza fikiria ati yaoni. Unaweza fikiria asikii, ajui hali yako. Kumbe ana timing yake. Wewe kama haujazoea Mungu, haujazeeka katika imani, you thank God. Nasema watu wengine wakiinuliwa, itakana ufurahie nao. Wakiwa katika shida usikie uchungu na waamoni with those who are weeping, na celebrate na wale ambao wana celebrate. Lakini kama unasikia vibaya watu wengine wakicelebrate, inamaanisha uko na wivu. Kuna wengine hata wanaonelea watoto wao wivu. Sasa mtoto mseme mamaka akuone wivu. Amepata amekwenda university. Sasa
ameitwa Nairobi University. Sasa ataenda Nairobi kukaa huko kusikia vizuri, na mimi sijaenda kwa Nairobi. Mama yako anakusikilia wivu. Ati babaka amekununulia suitcase ya kwenda shule, na yeye hapo tu na katepa kuweka makabo kakato kuweka ngoza, anakusikilia wivu. Watu sikilia watoto wao wivu. Ati mume wako amepata kazi kubwa ama mke wako sasa atakuwa na pesa nyingi kukuliko, unasikia wivu. Manabii wazee, watumishi wazee wako kanisani lakini wanasikia wivu. They are envious. Number 2, characteristics ya all the prophets, all the servants. They are liars. Ni waongo. They lied that God sent him to the young prophet, verse 18. Kwa tulisoma verse 13. Amedanganya. Ati Mungu ameniambia nikuje nikwambie urudi ukuje ukule. Alijua tu anadanganya. Biblia inasema but he lied. Umewahi danganya to suit your ego. Yeye ndio jamaa ubine, ndio mpake kinyesi. Ndio tena wewe uende kusema. Unamwambia utaambia mume wako tulikuwa na mkutano. Alafu mume wako akipiga simu anasema, ndio kwa namna gani? Mimi namwambia aende, anasema hataki kwenda. Ati msijui akikuja na mbili yake kelele akaona akaya. Na wewe ndio ulimwambia akaeka. Uliambia huyu mama atoshana hiyo biashara awache. Alafu unaenda unaambia mume wake ati bibi yako alisema wewe una pesa mingi, hii si maneno ya kusumbukana na biashara, ni ujinga. Na mtu anafanya hivyo ni mtu anaokoka. Anadaka. How many times have you lied in the name of God? Unadanganya na unaweka hapo jina la Mungu. Haki ya Mungu sidanganya. Manabii wazee ndio wanakuanga na hiyo tabia. Watumishi wazee. Kuna mwingine anadanganya tu open. Tulikuwa na Mungu, mimi ndio nilikuwa nashika planets nikiziweka in the open. Tukitembea na Mungu tukagongana shika. Unajua ni uongo. Lakini sasa ukiwa mzee unadanganya kutisha watu, unadanganya kuimpress watu. Alikuwa anadanganya kuimpress watu. Ati tulikuwa na Mungu na hajakuwa na Mungu. Na hata wewe ajiulize kama Mungu anakuzungumzia, mbona alinituma nitoke huko Juda nikuje Bethel kuleta ujumbe? Ni Mungu ulikuwa naye. Kama wewe ni mkubwa kuliko Yesu, unaweza kuwa wewe ni mkubwa kuliko Yesu, lakini kwa Biblia inasema wagonjwa wote ambao walikuja kwa mkutano wa Yesu wote walipona. Wagonjwa wanakuja 10,000, ni 2 tu ama 3 tu wanapona. Na wewe ni mkubwa kwa Yesu. No, you lie if you are deep. Alafu hata ukirudi hapo nyuma wa 14, wakati anampata anakuja anamuuliza, wewe ni nabii, wewe ndio the man of God from Judah? Anasema Mungu ameniambia. Sasa kama ni Mungu alikuwa amemwambia, angemuuliza hivyo, sangejua tu ni yeye. Mbona anaenda kumuuliza confirm? Kama amemwambia sio mimi, angepita. Ukishakuwa mzee katika huduma, mental age, yani umezoea Mungu, ukidanganya usikiangi kitu.
Huyu jamaa siki kitu anadanganya, on very serious ground. Hapana wahi sema Mungu amekwambia na Mungu hajakwambia. Hiyo kitu inaweza leta shida, inaweza leta maafa. Na huyu jamaa alidanganya na watu wakakufa. Namba 3. They listen and act on stories or issues that don't concern them. Manabii wazee, watumishi wazee, pastor mzee, evangelist mzee, wanapenda sana kusikiza udani to stories and act on them. Na issues ambazo haziwakonzani. Sasa fulani alisema anataka kuuza shamba yake aende kununua ingine, ati pastor anaambiwa. Anampigia simu, ati nimesikia unataka kuuza shamba uende kununua ingine. Nimesikia unataka kupeleka mahali kwa bibi yako. Hiyo iko sana pastor. Kama mtu hajakuuliza. Kuna wapendwa hapa kitambo wanafanya vitu hawaniulizi. Jamaa anapanga anauza shamba yake shirika anaenda kununua huko Sabaje. Nisiambiwi. Labda angeniuliza ningemsaidia na wisdom kidogo. Akaenda huko na akakuwa mkono. It is none of my business. Kama wewe hujaniambia hainihusu. Kuna mpendo mwingine pia akatoa 1,100 ngapi? 400 akaenda akanunua shamba ya huko haina title zikakunywa maji. Hakuniuliza hainihusu. Hata nikiambiwa imefanyika I don't know, that is none of my business. Lakini ukiwa mzee unataka kufuatilia. Mbona jana bibi anasema mlikuwa mnataka kupika chapati akakataa. Ukapikia watu omena. Sasa pastor ameita ndugu kwa ofisi. I explain. Mbona watu walikuwa wanataka kupika chapati ukawakataa. Sasa hiyo inahusu nini basi? Inahusu nini mtumishi? Lakini sasa ukiwa mzee wale ati wainjilisti walienda kufanya injilisti hawakukwambia. Ati kulikuwa na intercessors walienda kanisani kufunga na kuomba, they did not tell you. It bothers you so much. Hainihusu. Kama ni Mungu amekuambia enda uombe ama funga kwako, hainihusu. Lakini sasa when you are old, unataka kufuatilia sana na kumicromanage. Ni mzee. Hainihusu. Na sasa kama imefanyika inakuhusu nini? Endelea na shughuli yako. Ukiwa una tabia ya kufuatilia tu story kwa watu, na umeokoka, ni ishara ya uzee wa kiroho. Neema imeishi, upako imeishi. Sababu uko na bado ya kusoma, haujamaliza, haujaomba, haujasikiza worship, haujahimiza Mungu. Why should you bother what other people are doing or saying? Number 4. So verse 11 to 12 tunasema listen. Watoto wake walienda wakamwambia, umesikia hapo hii maneno, na ikamsumbua. Kama Mungu alituma mtumishi mwingine na amefanya maneno sawa, jina la Mungu litukuke. Mungu aliona asiniambie, it is his own decision. Biblia inasema nitengeneze haraka nifikie. Number 4. They are hostile. Wanakuanga hostile sana. They are normally very hostile. Ni wakati manabii wazee
they are hostile. So ilikuwa hostility ndio ilifanya huyu nabii mzee amset the young one against God. Ni hostility tu. Alijua kama mfalme Jeroboam ameshindwa kufanya chochote, majeshi hizi mwataka. Hata yeye akisema ndiye yangu shampiga hawezi. Lakini kuna kitu anaweza fanya. Anaweza mshawishi adisobei Mungu. Kuna jinsi shetani anajua jinsi ya kufanya Mungu akupige. Anakushawishi ufanye vitu ambayo Mungu mwenyewe ndiye anakupiga. But did you know, kama unatembea na Mungu, kama unatembea na uwepo wa Mungu, hakuna kitu wanadamu wanaweza kufanya, na hakuna kitu shetani anaweza kufanya, na hakuna kitu mapepo na wachawi wanaweza kufanya. Unajua hivyo? So shetani akiona umezingirwa kama Job na uwepo wa Mungu, anatakanga atafute njia ya kukosanisha na Mungu. Wewe mwenyewe udisobey Mungu, uudhi Mungu, alafu Mungu mwenyewe ndiye anakupiga, kwa sababu mashetani hawezi kukupiga. And that's what this fella did. Anajua njia za Mungu. Anajua Mungu akizingira mtu na uwepo wake, you cannot touch. Lakini unaweza shawishi huyu mtu akosee Mungu ama akosane na Mungu, alafu uwepo wa Mungu inatoka. Sasa ikishatoka sasa unaweza mpiga. But most importantly, ukikosea Mungu na mlikuwa karibu na yeye mwenyewe ndio anakudili na wewe. So it was just hostility. Alijua akienda ashawishi huyu nabii arudi, amdanganya arudi, yaani alisobei mapenzi ya Mungu, anajua Mungu atampiga. Alijua tu. Kuna watu wanajua wakikufanyia tu hivi biashara yako itaanguka. Wanajua ukifanya tu hivi utafukuzwa kwa mjomba yako. They know wakifanya hivi utafukuzwa kwa ndoa. So as they are doing, wanakutoka behave in a certain way, uchukue certain actions. Wakijua tu ukifanya ndoa imeisha, biashara imeisha, umefukuzwa kwa shule, scholarship imekatika. They know. Manabii. Sasa kuna watu kwa kanisa wamejaa, wana hiyo tabia kushawishi watu, wanashawishi watu wachukue actions ambayo itawakosanisha na wazazi, itawakosanisha na Mungu, itawakosanisha na mwajiri wake, employer. Sasa wewe kwa sababu maombi ilienda chini, you don't pray, you don't have discernment. Wewe unafikiria tu huyu tunaendanga naye church. Sasa amesema ni nabii kama wewe. Sasa amesema ameokoka kama wewe. Sasa amesema ni muombezi, ni mwinjilisti kama wewe. Sasa unamtrust. Alafu anakupatia advice ambayo inakukosanisha na wazazi, na Mungu, na baba yako na mama yako. Sasa wakati mmekosana ni rahisi sasa kuwa attack. Sasa kama mmekosana na baba yako na amekufukuza nyumbani, anakuambia sasa kuna boyfriend, kuna mtu anataka bibi nikupeleke. Na najua ukienda sasa ndio umedisconnect na Mungu na wazazi kukuangamiza. Wako kanisani ama wanatembea na jina ya Mungu, wameokoka sana, ni wakubwa wa worship, ni wakubwa wa ashari, ni wainjilisti, ni mapasta, ni mabishop, lakini sasa ni wazee. Uwepo wa Mungu ilitoka, upako ilikauka. So they advise you to do the wrong thing. Kama huyu nabii mzee ana advise the young prophet who disobey Mungu. Anajua what is going to happen, and that is hostility. Wanakuwa hostile sana. Ati ukifanikiwa wanasikia mbaya. Kuna manabii wa wazee
Najua wengi wamesikia mbaya sana, ati tumeweka block. Anashangaa how ilikuwa ianguke ifungwe. Wanasikia vibaya sana, worship bado inaendelea. Instead tumeweka bricks. How? Wanaenda kanisani, wanazungumza kwa ndimi. Wao majina yao iko katika kitabu cha uzima, lakini wanasikia vibaya. Hadi ulikuja hapo ukapokea muujiza wako, ukapona, kaenda college, ukasoma, biashara ikasimama. How? Wanatafuta njia ya kutoa bali kuna neema, na wakisha kutoa wanahakikisha umekata bridge. So unatamania tu kurudi. Ni wengi sana wanatamani kurudi, lakini sasa walivunja bridge kwa sababu ya tabia za manabii wazee, kwa sababu ya tabia watumishi wazee na hostile. Wao wanasema wameokoka ndio wanaopata, wanateseka. Inakuwaje wewe uko sawa? Inakuwaje wewe uendake hospitali? Mbona watoto wako wako shule? Mbona uko na amani? Kwa wanatafuta mikakati, hata kama ni kuenda kwa mchawi ili ukosa. Man, they are hostile. Ni tabia ya manabii wazee, ni tabia ya watumishi wazee, mapasta wazee, watumishi wazee, wainjilisti wazee, ushers na worshipers wazee. They are very hostile. So ukiona Ismail akicheka, lengo yake si sawa. Number 4 or number 5, they are very assuming. They assume things. Manabii wazee wana assume. Ndio unaona anaweza ita kuruzeni, ati ana assume Mungu atakuja kuponya watu. Wengine anaenda anakoresha nyumba kubwa, ana assume ati Mungu ataleta pesa ya kulipa, na Mungu hakuji. You assume things. Wakati uko sensitive na Mungu, you don't assume, you confirm. Don't just assume things. Wapendwa, wacha nikwambie, unakuwa sensitive na Mungu. Lakini sasa wakati umekuwa mzee, umekaa na Mungu, umemzoea, begin assume. Ndio unaona huyu jamaa ana assume ati akienda adanganye huyu nabii mdogo, yani atisobei Mungu atampanish. Lakini yeye ana assume Mungu hatapanish yeye. Atarajia ati Mungu anaweza punish nyumba yake na watoto wake. So hapo wakati anaweza kuja anakuchokora, anakufundisha vitu vya kukosanisha na Mungu. In their mind hawaonangi kama Mungu anaweza wapiga, hawaonangi kama Mungu na anaweza wahukumu. Ndio unaona wakati Mungu anakaa mwaka moja mbili, wakati anaanza kuwafieka, they don't even remember. Kwa sababu wanaassume wao ni wa Mungu, wao lazima Mungu awasikize, na Mungu hawezi kuwapiga. Usiwahi fika bali ukaona Mungu hawezi kukujali. Sasa ukishakuwa mzee, you don't reflect on that. Unajua wakati uko sensitive, kabla hujafanya chochote, kabla hujachukua any action, ni Mungu. Even wakati unataka kufanya the wrong thing, unalilianga Mungu ni huruma. Lakini wakati uko mzee, you don't think about God. Unafikiria kuhusu jirani ataniona, mume wangu atajua, chemezi wangu atasikia, nyahofyala atajua. Those are the things that bother you. Kwa sababu umezeeka kiroho, umezoea Mungu. Uoni kama Mungu anaweza kasirika na wewe. Unaona ni haki yako kuamka asubuhi,
kupewa chakula na Mungu. In fact, the reason unaombanga 1 minute. So unaombanga 1 minute. Na vitu zinakaa kama zinaendelea, sio? In fact, kama umetembeanga na Mungu, God does not cut you off kama stima, kama shetani. Anakukata slowly, anakupa time. So hata saa ingine hujaomba, Mungu anafanya, sio? Nasikia wengine wakisema hata si kuomba na kitu ikafanyika. Inamaanisha ni mimi naomba. Hapana. Ni mazoezi. Kwa sababu kuna pahali hata Yesu alikuwa anaomba. Hakuna pahali Yesu hapo aliomba kwa Bible, aliomba. Na alikuwa anaenda mlimani kwa. Sasa wewe mwanadamu ukifika pahali unaona hata bila kuomba Mungu anaweza fanya. Na Mungu anafanya. Asikae kama yeye ni mwongo, huwa anafanya. Lakini anakuacha pole pole. Ndio unakuwa siku moja kama Samson. Unaamka, unaassume, Biblia inasema akaona tu he'll go out as usual. Atafanya tu jinsi huwa anafanya kama kawaida. Hakujua uwepo wa Mungu imemwacha. Na alikuwa amefanya hivyo for 20 years. 20 years. Anafanyanga tu hivyo na Mungu amenyamaza. Kwa hivyo nakusihi Mungu atusaidie. Tusifike pahali unazoea Mungu to the extent such that unaona hata ukifanya dhambi bado anajibu maombi yako. Ukafikiria it is normal, itaendelea. Mungu ni kama baba ama mama. Mtoto amekosa lakini hapunguzi maji ya ugali. Acha akule tu. Akishakula ndio atakula mipoko. Umemkosea lakini analipa school fees. Si hata amekubaliana na wewe. Anakupangia kufundisha adabu. Anaitwa mkutano wa wazazi, anaenda na akazungumzi the fact that alisema jana mpike mbili, mkapika chapati na ana mkutano wa mama kwake, alikuwa anapanga kupikia wageni wake. Sasa amenyamaza. Hivyo ndio Mungu yuko, ni mzazi mzuri sana. Atakufanyia tu vitu vizuri. In fact, ukishazeeka unaona tu anakubaliana. Why? Kama hangekuwa anakubaliana, hangenifanya, hangenibariki. Assuming things. Na wisdom ni kwamba mpendwa, don't assume anything. Usiassume ati ni kawaida wewe kulala na kuamka. Usiassume kwamba ni rahisi wewe kujenga, ni normal wewe kujenga nyumba. Ati mwili wako tu ni sawa uendani hospitali. Usiassume ni kawaida. Wale ambao wanaelewa Mungu wako sensitive, hawassume. Ndio unaona ukiamka asubuhi unaambia Mungu asante, mifupa yangu inafanya kazi. Asante, macho yangu inaona. Thank you kwa chakula. Hapana kula ndio ushukuru. Shukuru Mungu kwa chakula. Shukuru Mungu kwa familia yako, kwa nyumba, for everything. Kumbuka vitu Mungu amekufanyia tangu uwe mtoto. And thank him. Wakati hauna hiyo moyo wa shukrani, ati siku inaweza pita tu hujashukuru Mungu. Siku inaweza pita tu hujaambia Mungu asante, hujaomba. Ni ishara ya uzoefu. Complacency ni ishara ya uzee. Ati Mungu tu anafanya. Nikimwambianga tu anafanya. As you grow closer to God, to discover sio atafanya kila kitu. Na mara nyingi unaweza mwambia hivi na aifanye like this. Na baki kwa Mungu na achieve objective yake. They are assuming. This prophet aliassume ataenda atanganye, aingize ule jamaa kwa shida na yeye shida ikampata. Assumption. Number 5 or 6. They are pretentious. Ni watu wa pretend. They
prophet that is concerned about the welfare of the young prophet. Use unafikiria ni maslahi ya huyu young prophet ilikuwa inampeleka. This old servant sio maslahi yako. Sasa si akikuja kwako ati nimekuja tu nikutembelee tuombe na wewe, nasikia watu wa kutembelea, sio maslahi yako inamsumbua. There's another hidden intention. So lengo ya huyu old prophet ilikuwa kumrudisha huyu nyumbani, kumfanya hasi alisobei Mungu na kumlima. Labda lengo yake kuu ni kwamba Mungu akishamjaji sasa yeye ataambia watu, kuna vijana siku hizi wanakuja wanajifanya wanaupako. Wanajifanya wanaupako. Badala ya kukaa na wazee wawafundishe, wanakuja mbio ati Mungu alinituma. Sasa angalia, amekuja amejisobei Mungu, amekufa. Mungu anaweza kukutuma tena akuue? No. Labda lengo yake haikuwa safi, lakini they smile. Be careful na watu watakukujia wanakusmailia, wanakaa kama wana welfare yako moyoni mwako. No, utawajuaje? Know them by their fruits. Watu ambao lengo yao sio nzuri, ukikaa na wao ukizungumza in fact for 10 minutes, utajua tu kwa mazungumzo yao lengo yake sio safi. Sasa kama wewe una hekima, utajidisconnect. Labda anakuzungumzisha ndio akutrap kwa maneno yake, akaenda aseme ulisema, ama anakurecord. Kwa kijana kingine nilikuwa najaribu kusaidia nako kana nirecord kapuzi. Unaona unataka kumsaidia, lakini yeye anakurecord. Sasa kwa akili yake anaona anaweza tumia hiyo maneno against, na sheria hata inakata. Huwezi record mtu na utumie maneno na fungu. So unaona the old prophet, the old servant anakuja anakaa na wewe unazungumza tu kwa uzuri, unazungumza kwa uzuri, kumbe anashapalafa anatumia hiyo maneno against you. Ati wewe ndio ulitumwa kuja ukule. Nasema Mungu alisema, anaisikiza jinsi unasema. Alisema nisikule, nisikunywe na nisitumie the same root. By the way, kwa nini unaambia watu siri zako? Mbona aliwaambia siri zake na akazitumia against him? Aliambia the king, watoto wa huyu old prophet. Hata Mungu aliweka na wote, hakusema majina yao. Jezebel jina yake ilisema. Hawakusema bibi ya Ahab, walisema Jezebel. Lakini hao watumishi wa Mungu majina yao haijasema. Ni Mungu yani kubaeka tu na wao. So unasema Mungu aliniambia nisiendake, aliniambia nisifanye. Mbona unamwambia na muhusu nini? So akapretenda na maslahi, akasema hata mimi ni mtumishi na Mungu alituma malaika niambie. Sasa malaika anaweza mwambia na asiniambie. Kama kweli ni malaika amemwambia, mbona wakati alienda kumwambia huko akiwa Juda, mbona hakuambia huyu? Si angemwambia kwamba ninatuma mtumishi wangu hapa anakuja kukemea mfalme Jeroboamu? Hakumwambia. Pretense that is concerned about the welfare of the young prophet. Na watumishi wazee wako hivyo, anajifanya, anajidanganyisha, anajali ndoa yako, anajali biashara yako, anajali uhai wako. Hadi ako wale anakuja kuona unaendelea, kumbe anakuja kuconfirm unakufa nini. Ni aende kusema hata kupumua ni shida, akakuli. Hapo akaizi maliza wiki moja. Kumbuka mpendwa mwingine akikuja hapa wakimwambia
wamemwambia baba yake, ni wakati wote tu pastor, hata hii wiki hizi. Nikajua huyu anaenda kutembelewa na all the prophets, all the servants. Wameenda huko hospitali kujidanganyisha they care. Na wamekuja wakamletea ripoti, sasa wewe na baba yako ni kama tu wamebakisha siku chache. Na sasa utakaaje? Utakaaje peke yako huko kanisani kwa wakati? Mimi naona tu kwa sababu baba yako amebakisha tu masiku. It is more than the welfare of the father. So nimwambia baba yako atakaa. Mpaka leo hajakufa, nilikuwa last year mwezi wa 8. Ama manabii wa uongo, watumishi wa uongo, wainjilisti wa uongo, they pretend they are not concerned about your welfare. Lengo yake ni kutoa pahali unasaidika ndio hapa. To appease their ego. Mungu akusaidia mpendo. Number 5 for 6. Entitlement. The entitled. Entitlement pushed the old prophet that he should control others. Kuna hii kitu inaitwa entitlement. Unaona wewe ndio unastahili. Entitlement ni kusema kwamba wewe ndio unafaa kuwa pastor, wewe ndio unafaa kupewa hiyo shamba, wewe ndio unafaa kupata hiyo promotion, wewe peke yako ndio biashara yako itakana inawili. Inaitwa entitlement. Sasa entitlement ilipush the old prophet kwenda kati yeye peke yake hapo Bethel. Yeye ndiye itakana akuwe prophet. So ukiwa wewe ndiye itakana ukuwe prophet, mbona mwingine ametumwa 30 kilometers away? Mimi ndio naitwanga nabii, mtumishi wa Mungu, the man of God. That's other. Mwingine ametokea tu, amekuja amefanya mambo makubwa, hata mfalme ameogopa. Entitlement ilimsukuma ili aende a control variables, a control the servants, a control the young prophet. Anamwambia rudi, kula, fanya mapenzi yake, sio ya Mungu. Ati Mungu alikwambia usikule, kula, yani adisobei Mungu. Badala ya kufanya mapenzi ya Mungu, afanye mapenzi ya huyo nabii. Badala ya kuchukua maagizo ya Mungu, achukue maagizo ya huyo nabii. Hata kama atakufa in the process, so be it. You know that that's selfish. Watu ambao walikuwa watumishi wa Mungu na wakazeeka wanakuanga selfish. Hata jali, hata kama utafutwa kazi in the process. Sema Yesu anakuja, kazi za nini? Yesu anakuja. Ng'ombe ni za nini? Lengo yake si ati utafute Mungu, uache ng'ombe akufe na wewe pia ununue maziwa kama yeye ama kuzwe katika hiyo ndoa. Lengo yake sio nzuri. Ndio ufundwe kazi, ndio muhangaike na yeye. The old servants, the old prophets, ataka kukontrol. Unajua ukiwa na pesa, control ni ngumu. Pesa ikiisha sasa atakukontrol. The old prophets, the old prophets exploited the inexperience of the young prophet and his desire for validation. Unajua ukiwa insecure unatafutanga validation, yani watu waseme, unataka watu wa recognize. So huyu jamaa young prophet ameenda amefanya miujiza mikubwa, ametetemesha mfalme na majeshi yake. Inakuwaje tena mtu mwingine anakuja na the old prophet na anamsikiza? Hata mimi ni nabii kama wewe. Anatafuta validation, watu wamtambue kwamba yeye ni nabii, yeye amefanya kitendo kikubwa, yeye ni mtumishi wa Mungu. Kuna hiyo problem inaitwa seeking validation. Na sasa wakati uko na experience, ni rahisi watu kuexploit.
Unataka watu wakwambie wewe ni mrembo. Unataka watu wakwambie wewe una akili sana. Wewe ni mjuaji sana. Wewe uko smart. You're shortcoming, seeking validation kutoka kwa watu. Watu watambue skills zako. Watu watambue wema wako, uzuri wako. Hii imeingiza watu kwa shida. Imefanya biashara ya watu imeanguka, ndoa zikavujika, watoto wakafukuzwa shule. Imefanya shida ikakuja. This young prophet alitaka watu wamtambue, watu wamrecognize. Sasa kama Mungu amekutambua na anakujua na akakutuma, na akikutuma hakuambia hata huyu mwenye anakuja kupiga hapa kidogo, why do you care what people say? Wapendwa, kama unafanya the right thing na conviction iko ndani ya moyo wako kwamba it's the right thing, hapana tafuta validation, hapana tafuta watu wakutambue, watu wakurecognize. Hiyo ni hatari sana, kwa sababu watu wengine wakikuja na sifa, kuna watu wana smoke time, anakuja akikuvalidate, akikusifa, unasikia wewe kweli ndio yeye, na lengo yake ni kukuumiza. So ali exploit experience. Wakati unajua njia za Mungu, mtu hawezi kukudanganya. Ukiona watu wanakuwa manipulated spiritually, ukiona watu wanachanganya, mpaka mtu anaambiwa piga mtoto wako akufe, alafu mnyonge, alafu wewe ufunge mpaka ukufe mwende mbinguni. Hiyo ni ujinga, ni kutoelewa njia za Mungu. Ukiona mtu anakuambia ati ukikuja hapa mimi naweza kubariki na eternity, naweza sema tu ingie na unaingia mtu. Unajua mtu ana exploit your inexperience, your foolishness. Ati hizo baraka uko nazo ulitoa kwa mimi ndio nilikupatia. It is an experience. Wakati una machua hapo, unajua njia za Mungu, mtu hawezi kukudanganya. Ati ukitaka ulinde boma yako ama ndoa yako, chukua hii kichwa ya panya, uchanganye, uchukue na kichwa cha kondoo, muweke kwa mlango ama muweke kwa kiwanja. Ni kutojua, is an experience. Ati kuna mafuta ukipewa, ukienda ukipaka kwa shamba inazaa, inatoa mazao. Ati ukiweka kanyororo fulani, msalaba kwa shingo, sasa hatari haiwezi kukupata. It is an experience. Wakati hauelewi njia za Mungu, ni rahisi kufanyishwa vitu kama hizo, na ni hatari sana. Kwa sababu kuna watu wanavuta bangi lakini wako na msalaba kwa gari. Watu wanaenda kwa waganga lakini wana msalaba, na wanatarajia hiyo msalaba itawasaidia. Ililetea huyu young prophet shida. Mungu akusaidie yuko hapo, kwa sababu itakuletea shida, ina experience, kutojua vitu, kutoboga na kutaka kusoma Bible ujue njia za Mungu. Ni rahisi sana kukuwa manipulated na kuwa taken advantage of. So wapendwa, ningependa kukuambia hivi ninapoendelea kusummarize. All the prophets don't repent. Watumishi wazee huwa watubu wakati wanakuingiza kwa shida. Hawezi tu hata hizi kuomba msamaha, but they put on a public show of pain to confuse future victims. Here verse 29. First King chapter 13. Huyu nabii mzee anaingiza huyu young prophet kwa shida, lakini wakati anaenda kumchukua, at least si kuona akiripeni, ati Mungu nisamehe, nilidanganya huyu akaingia kwa shida. Watafanya ndoa yako isabaratike, lakini hata hawatakuomba msamaha, hawataomba Mungu msamaha. Lakini kuna jinsi watakudanganya, leo uza shamba leta ndio niende mlimani upone.
So wakati huyo mgonjwa anakufa, si ati watakuomba msamaha. They put on a public show of pity and the pain, so that hata wewe uone walinionea huruma, ni wazuri. Ndio sasa mwingine in future anaingia tu kwa hiyo mtego. Wacha nikwambie, ukifika pali hauoni haja ya kutubu dhambi zako, hauoni haja ya kuomba watu umekosea msamaha, chances are very high you have become old. You explain away your mistake. Alafu unaona ukionyesha huruma na machozi, sasa hiyo story imeisha mbele ya Mungu. Hakuna bali nimesikia huyu jamaa akiomba Mungu msamaha. Aliona sasa akimona, alikiambia watu wengine, let us mourn our brother. Na watu wakamona. Kuna versions zingine zinasema watu wakaomboleza huyo nabii yangu, yeye akiwa mmoja wao. Hakuna bali alisema monisamee na Mungu anisamee mimi ndio nilifanya. Hapana. Mimi tena akipata nabii mwingine yangu atarudia the same thing. And the end result, their action made the leaders old. All the prophets wanafanyanga viongozi wakuwe bold katika uovu wao, na watenda dhambi waendelee katika dhambi, kwa sababu you are no longer afraid. In this country, mapresident walikuwa wanaokopa watu wa kanisa, walikuwa wanaokopa, lakini wakakuja wakadiscover majority they are old. Vitu wanasema mchana si vitu wanafanya usiku. Wanajua tu wanadanganya raia. Unajua machinery ya government, the DCI na NIS, wanajua. Kama wewe ni kiongozi, wanajua chenye unazungumzanga kwako, chenye unakula, pale wewe unajificha, hoteli wewe unajificha. Wanajua wakati unafanyanga miujiza ya ukweli na fake, na pale unatoanga chemicals za kufanya miujiza fake. So kwa sababu ni politicians, ukiwaita they just pretend man watumisho, lakini wanajua hii ni fake, haiwezi kututisha, hakuna kitu kinatofanya. Hata mganga wangu ana mamlaka kumliko, hata labda mnakutananga kwa mganga. So mkifika in the public mnafanya politics, you just pretend. Wana pretend wanataka kunyongana, lakini jioni wanakutana kwa hoteli wanakula ugali. Politics. Tunacheza politics do. Ati president alitumia helicopter, na helicopter imetumika ni Aden Duale imejibiwa. Sasa wanaangalia wanajua ni Kiswahili ya binamazi. Tukiona Duale wakipiga, kuna vitu zingine hizi sema in public, kwa sababu politicians wanajua watu sio dhambi. Kuna vitu zingine hawasemi, lakini body language inazungumza. Problem inawafanya viongozi nao wakuwe wakatili, kwa sababu wanajua wewe pia ni mkatili. Inawafanya wakuwe waongo, kwa sababu wewe pia ni mwongo. Wanakuja kanisani, wanatumia kanisa kusambaza uongo, kwa sababu wewe unaapa mbele ya Mungu na unafanya kitu roho. Wao pia wanakuja wanaapa na wanafanya vitu roho. That's what happened, verse 33. In fact, unaweza rudi kusomea King John. Wakati aliona hiyo, ule nabii ambaye alikuja akaamrisha madhabahu ikararuka, na akaamrisha mkono wake ikakauka, ati amekufa, ameuawa na lion. Biblia yangu inasema naye akaamua sasa kuendelea tu na hiyo tabia yake. In fact, acha nisome kwa Kizungu hiyo verse 33. So naona false, all the prophets tunafanya viongozi wanakolea sasa katika uongo, kwa sababu wanajua jamani kwa ametutisha hapa, kumbe hata
hakuna kitu. Mwenye alikuwa ametutisha amekufa. First Kings chapter 13 verse 33. Nasema, after this thing, Jeroboam turned not from his evil way, but made priests for the high places and from among the people, wherewith he consecrated that there might be priests for the high place. Mstari wa 33. Yeroboamu hakuacha upotovu wake. Aliendelea kuteua watu wa kawaida kuwa makuhani, wahudumie mahali pa kutambikia vilimani. Mtu yeyote aliyejitolea alimweka wakfu kwa kuwa kuhani wa mahali pa kutambikia huko vilimani. Tendo hili likawa dhambi ambayo ilisababisha ukoo wa Yeroboamu ifutuliwe mbali na kuangamizwa. Amen. Baada ya Yeroboamu mfalme, ule mtu alikuwa anampisha. Na kuna wakati viongozi Kenya walikuwa wanaogopa watumishi wa Mungu. Lakini sasa wanaenda State House, wakipewa briefcase ya 10 million wananyamaza. Wanakutana kwa bar na politicians wamejificha. CID ya NIS inatoa mafaili zao jinsi wanakona members. Hakuna uoga. Hata juzi niliona wanabomoa kanisa wakisema wanataka kuexpand railway. Walibomoa kanisa la Nanga. Bomoa pale, wakabomoa ya Margaret Wanjiru. Bulldozer hata wako bulldozer inakuja tu usiku na ina flat. Why? Kwa sababu wanajua hakuna kitu. Kitambo waliogopa, watalaniwa, Mungu atawapiga, wanajua hakuna. Hawa si wa Mungu, wako na Mungu. Kwa wakati uko na upako wa Mungu, no one can touch you. Kwa sababu wanajua in the spirit, wanajua waganga wao, wanajua. Bala alisema, hawa hawezi kurogeka, labda wafanye wakosane na Mungu. So kuna actions zetu tunaweza fanya wakati tumezeeka katika imani, ambazo zinaweza fanya watu wa dini, watu wa ulimwengu, watenda dhambi wakuwe strengthened. Kama huyu alifanya hivi, kuna kitu hapa. Kuna kitu kama wokovu. Mimi najua, I know what I'm talking about. Kama ni huyo mzee, kuna kitu kama wokovu. Kama ni huyo mama, anasema ameokoka, hakuna wokovu. Jamani, enjoy jua, hakuna mbingu. Watu tu ni kutafuta tumbo na wokovu. Ni hatari sana. Na la sana nilikuwa najifundisha, the quickest way ya kuattract kibali cha Mungu ni kufanya jina la Mungu litukuke. Kwa sababu ya tabia yako. Yaani maisha yako inafanya watu waogope Mungu, wamsujudu Mungu, wampende Mungu, watetemeke. That is the quickest license ya kuattract the presence ya Mungu na baraka ya Mungu. So wapendwa, all the prophets are a big danger in summary. They are a big danger. If you are helped to the health of everyone. Wacha nitumie examples in the past in the Bible. One, Balaam. Balaam advised Balak, Numbers chapter 25 verse 1 to 5. And what advice? Alijua hawa hawezi kulaaniwa. Lakini ukiwafundisha usherati, beware, yule mtu ambaye anakufundisha usherati, anataka kufahamisha usherati. Haleki tu pleasure, kuna kitu kingine analeta kukosanisha na Mungu, so that mapepo inaweza kufinya, so that kibali kinaweza kauka, so that kama uko mbele anaweza kurudisha nyumba kushinda. That's what Balaam did. Aliadvise Balak, hawezi kuwapiga, hawezi kuwashinda, hawezi kuwalaani, lakini ukiwafundisha usherati. Na wakati walifundishwa usherati na wanawake wazinzi, hivyo ndio Mungu
Mungu alimalizana na wao, aliwapiga mwenyewe. Number 2, Eli. The other prophet in the Balaam alikuwa prophet wa Mungu, akarudi nyuma, akazeeka, akaanza sasa kutumikia shetani. Number 2, kuna Eli. Alikuwa mtumishi wa Mungu for a long time, lakini akazeeka kimwili na kiroho. Sasa mpaka hata wakati ameinua vijana wake, hajawafundisha hofu ya Bwana. Vijana wanaanza kulala na wanawake ambao wanafanya kazi at the entrance to the tent of meeting. Na Eli aleti fujo. Shida tu kuwaita, nyinyi maneno nasikia. Maneno nasikia, mnafanya hiyo maneno ni mbaya. Mungu atakasirika. Hakuwa anachukua action. Because angechukua ile, sasa kuanzia leo sitaki kuwaona in the tent of meeting. Na wakileta fujo, aitisha msaada wa jeshi. Kwa mfano, king angetuma tu majeshi wakuja wamsaidie. Saul angetuma, lakini hakuitisha. So wapendwa, hiyo maneno nasemanga tu, watoto hivi vitu tunaonanga kwa TV ni mbaya. Unajua hivi vitu pastor hata alihubiri kanisani na wanaendelea kuoa. Bomoa TV, kata stima, uuza TV. Do something. Sasa Mungu asiseme ati Eli na watoto wake wamewaacha kuniishi. Na Eli yako anakosea Mungu heshima. Do something drastic. Mungu akiangalia anaona moyo wa huyu mama iko kando na moyo wa watoto wake. Moyo wa huyu baba iko kando. Lakini sasa Mungu alilamu Eli na Hofni na Finehasi pamoja. Akasema wamenikosea heshima. Uzee, do something. Hapana kumblame, dia tu. Do something. Mungu akiangalia aone kuna tofauti. Lakini ukiwa mzee huwezi fanya kitu, umezoea Mungu. Unataka kufurahisha wanadamu. Number 3, David. David alikuwa nabii mkubwa sana. Kuna vitu vingi